mpendwa msikilizaji wa kipindi chako pendwa cha Kesha la Asubuhi. Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena Roho ni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza Roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Januari 14. Somo lisemalo tulipokea katika utimilifu wa Mungu. Hebu na tuombe. Asante Baba kwa asubuhi ya leo. Asante kwa wema wako na fadhili zako. Umeweza kutuamsha asubuhi ya leo tukiwa wazima. Tunalisifu jina lako. Asubuhi hii tunapoenda kusoma neno lako, kuwa pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu. Amen. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea, na neema juu ya neema. Yohana 1:16. Yesu alitafuta kuuokoa ulimwengu, sio kwa kuufuatisha, bali kwa kuufunulia ulimwengu nguvu ibadilishayo ya neema ya Mungu, ili kuifinyanga na kuiumba tabia ya mwanadamu kwa kama tabia ya Kristo Yesu. Shetani amemwasilisha Mungu kama mbinafsi na mkandamizaji, anayetaka yote na kutotoa chochote, kama atakaye kuabudiwa na viumbe vyake kwa ajili ya utukufu wake mwenyewe, bila kufanya juhudi zozote kwa ajili ya wema wao. Lakini karama ya Kristo funua moyo wa Baba. Inatangaza wazi kwamba ingawa chuki ya Mungu dhidi ya dhambi ni kali kama mauti, upendo wake wa wenye dhambi una nguvu kuliko mauti. Baada ya kuthibitisha ukombozi wetu, hataacha kitu chochote, hata kiwe kinapendwa, ambacho ni cha muhimu kwa ajili ya ukamilishaji wa kazi yake. Hakuna ukweli muhimu kwa wokovu wetu ambao umezuiliwa. Hakuna muujiza wa rehema unaopuuzwa. Hakuna wakala wa uungu aliyeachwa bila kuhusishwa. Fadhila imezidi kuzidishwa, karama juu ya karama. Hazina yote ya mbinguni imefunguliwa kwa wote anaotafuta kuwaokoa. Akiwa amekusanya utajiri wa ulimwengu na kuweka wazi rasilimali za nguvu isiyo na kikomo, huvikabidhi vyote mikononi mwa Kristo na kusema, hivi vyote ni kwa ajili ya mwanadamu. Tumia karama hizi ili kumshawishi mwanadamu kuwa hakuna upendo ulio mkuu kuliko wa kwangu duniani au mbinguni. Furaha yake kuu zaidi inapatikana katika kunipenda mimi. Baba anaipokea kila nafsi ambayo mwanaye ameinunua kwa karama ya uhai wake. Kila uwezekano umefanywa kwa ajili yetu ili kupokea uweza wa Mungu ambao utatuwezesha kuyashinda majaribu. Kwa njia ya utii kwa matakwa yote ya Mungu,
nafsi itatunzwa hata uzima wa milele. Mungu anayo mbingu iliyojaa baraka ambazo anataka kuzigawa kwa wale ambao wanamtafuta kwa bidii kwa ajili ya msaada ule ambao Bwana pekee ndiye anayeweza kuutoa. Huu ni mwisho wa somo lisemalo tulipokea katika utimilifu wa Mungu. Hebu na tuombe. Asante Baba kwa baraka hizi. Baraka ambazo umetupatia ni nyingi. Baba, tusaidie kuziishi hizi baraka. Tusaidie kuzikimbilia baraka za kutoka kwako, na hatimaye tukaulisi ufalme wako. Asubuhi ya leo tunajikabidhi mikononi mwako, ni katika jina la Yesu. Amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi